wako LP Shangwe Long Double aka mtu moja mara mbili. Matumaini yangu uko salama kwa majali wa Mwenyezi Mungu. Sisi tuko poa, tunamshukuru Mungu. Basi twende mara moja kwa moja kwenye habari zetu za leo. Baada ya kukombolewa kwa miji 12 tarafa la Kalehe iliyokuwa imedhibitiwa na waasi wa M23 wanaoungwa mkono nalo jeshi la Rwanda, sasa makundi ya wazalendo yanazidi kusonga mbele na mtuto wa bunduki. Vikosi vingi vipya vya wazalendo kutokea Bunyakiri na Kalonge kwenye tarafa la Kalehe vimeshambulia ngome nyingi za waasi wa M23 katika tarafa la Kabare na viungani mwa mji wa Bukavu. Makomando wa Kizalikio raia Mtomboki walipukusa waasi wa M23 katika vijiji vya Mdaka na Shivanga April 10 asubuhi na mapema, wakati mwana mai wakiwa wanawapa M23 ubatizo wa moto maeneo ya Kalehe na kwengineko. M23 wachanganyikiwa kwa kuwa kona zote walizingirwa. Kwa kasi waliokuwa nayo wazalendo, M23 walihitaji kukimbilia katika buga la wanyama la Kauzi Biega. Walikutana watoto wa pori wanakware, waliwawashia moto humo hadi kuteketeza mamia ya waasi hao bugani humo. Asubuhi hiyo Pamdaka, kijiji kilichokuwa pembezoni mwa kituo cha mafunzo ya mapadri cha Kivu ya Kusini, M23 wakajaribu kuzuia ila walishindwa. Hadi sasa M23 bado wanaonekana umoja katika mji wa Miti na Kavumu. Raia waliokuwa wameshajiunga na waasi hao kwa kupiganisha nchi yao fika kwa ucho wa madaraka na njaza akili na tumbo wameanza kujuta kwa kuwa moto wa wazalendo umekuwa kama vita ya Armagedonia. Mnatibu wa wazalendo Bwana Alex Mwamba Dunia asubuhi ya Ijumaa hii 11 April amefanya ziara ya kikosi katika mashamba ya kivita na kuwapa moyo vijana wake. Wazalendo ndio wakombozi, hawapatikane kabila za nchi ya kigeni, hapana. Wao wanakuwa na kabila za nchi ya kigeni. Nataka nikuambie ndugu yangu, uzazi wa Bertrand Bisimwa ni Rwanda. Uzazi wa Corneille Nangaa ni Wahema, ni wale. Willy Ngoma ni Mnyarwanda, tunamfahamu, tulikuwa tukisoma naye Goma. Bia Mungu hivyo Tega Wani tunafahamu uzao wao. Wasiku wanadanganya. Wako wanaitana ile uzao wao walikuja zaliko huku kwetu na wanakomaa huku, ndio wako wanaitana hao. Wao wanatoka Rwanda, misaada yao inatoka Rwanda, Uganda, tunafahamu haya. Wanatoka kwa nchi yao wanaita Empire Ima, tunafahamu, yani wanilotike wote. Kwa muda huu maelfu ya wazalendo wamesukumwa kuzingira miji muhimu ya Bukavu, Kavumu, Kamanyola na Minova inayodhibitiwa na waasi wa M23, ila wazalendo hao wametuficha lengo lao na siku watapuliza filimbi ya kuripoa. Kufatana na habari ya Kamanyola wala Bukavu, tunasema sisi tuko vijana chupavu wa kupigana vita na tuko na lengo ya vita. Ndugu mtangazaji, ni kupanga tu operation yenye tutatumika pale Kamanyola di kuendelea mbele ti Bukavu. Na ile tunajua kabisa kila mkongomani yeyote kwenye ipo anajisi kabisa watoto wetu wazalendo. Tujitahidi vraiment tuingizane, tugomboe Kamanyola directement Bukavu ti kuendelea mpaka Goma. Tunaamini bila kuzuiliwa munjia M23 ni kakitu kakidogo kenye tuko na droit ya kuwapiga. Tunaamini hakuna mwenye atatuzuia. Tuko na nguvu, tuko na kila kitu. Yani kwa dawa, kwa nini tunajua tutagomboa hizo nafasi tatu tulizotaja hapo. Kwanza Kamanyola, ti Bukavu, ti Goma. Mama zetu, baba zetu, tunajua ile ndio msaada wetu, atazidi kutusaidia, kutuombea Mungu. Waasi wa M23 kila wanapodhibiti mji, kila shughuli kupotoka, askari wao wa raia wa Kongo kikatili na bila kuzika. Wanafunzi kutokusoma, mashirika ya kiutu kutokutumika kazi zao kama ipasavyo. Vituo vingi vya redio kufungwa na waandishi wa habari kuchinjwa ikiwa hutaki kutangaza wapendavyo M23.
Jambo papa journalist, kale tunateseka juu ya vita. Hatuko nalala manyumba zetu, tuko nenda lala kwa watu na wengine mpori. Jambo papa journalist, huku kwetu Kalehe masasi kwa alia mingi, Kalehe, Kasheke, Luchiga, Katasoma na kadhalika. Tunahitaji utusikie. Asante. Kutokana na visa vyote hivyo vya uhalifu, raia 90% wa Kivu ya Kusini waunga mkono wazalendo. Upande wa Uvira, Fizi na Mwenga, vikobo wa wazalendo Biloze Bishambuke wa kamanda Ngoma Nzito wanatandikana na vikosi vya M23 inayojificha pembezoni mwa Minembwe. Bwana mtangazaji, hatupambani na pigwa neo, tunapambana na jeshi la Rwanda ambalo lilikuja ili kuvamia nchi ya Kongo, na ili kutimiza uvamizi wao wanatumia mbinu ya kuua raia. Wanataka kwanza wamalize raia wa maeneo fulani kwenye nyanja za juu, ndio watatimiza uvamizi wao. Tukumbushe kwamba mnamo tarehe 10 Aprili mwaka wa 2024 kuanzia tarehe 8 adui aliweza kuunguza vijiji 12 kwenye maeneo ya nyanja za juu za tarafa la Fizi, tukiwa kwenye usultani wa Basimukuma Sud huko kwenye sekta ya Mtambala. Vijiji 14 viliunguzwa na adui, nyumba 1500 ndizo ziliweza kuungua. Pia ngombe 455 na mbuzi 1200. Wanawake 50 waliweza kubakwa na adui, bwana mtangazaji. Zaidi ya hiyo, watoto 105 ambao walishindwa kukimbia pamoja na wazazi wao waliweza kuungulia ndani ya nyumba hizo. Na kuna watu 1200 raia ambao walikuwa wanatamani kurudia kuja kuchukua mifugo yao ambayo ilikuwa napelekwa na adui, waliweza kuuliwa. Wamoja wao waliuliwa kwa kuchinjwa na wengine waliuliwa kwa kupigwa risasi, bwana mtangazaji. Wito wetu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, adui mbinu yake ni ya kumiliki nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na analenga maeneo yenye inapatikana iko migodi ya madini. Jeshi la Rwanda ambalo linashirikiana na waasi wa Burundi wa Red Tabara na waasi wa Burundi wa FNL wana mbinu ya kuenda hadi kufika Misisi wadhibiti migodi ya madini. Wazalendo hapo nyanja za juu za tarafa la Fizi, jemadare Ngoma Nzito ambaye anashirikiana na wazalendo wengine wanaendelea kuwazuia ili kwamba wasiweze kufikia lengo lao. Katika misitu hiyo kuna aina mbili za Twiraniho. Kuna Twiraniho civilian na Twiraniho M23 ndiyo inayojiunga na Red Tabara kwa ajili ya kuvamia Bujumbura, Burundi, na hii ni ile ilikuwa ikiongozwa na hayati Kanali Makanika. Wananchi wengi wa Mashariki ya Kidemokrasia ya Kongo kuchoshwa na vita vya mara kwa mara ambavyo vinasababisha ubaguzi wa kikabila na uchochezi wa chuki. Hivyo wananchi wengi wanatishia kuingia Rwanda endapo Umoja wa Kimataifa utaendelea kuunga mkono nchi ya Rwanda. Basi tumefika mwisho wa kipindi chetu na matangazo yetu. Ulikuwa nami LP Shangwe Long Double aka mtu moja mara mbili. Endelea kutufuata katika Savoir Plus TV, YouTube tuko, Facebook, platform zote andika Savoir Plus TV. Usisahau kujiabone, like, comment, share. Basi tunasema asante, ciao, tukutane msimu ujao.